ni kwa sababu ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa kipindi hicho iliongozwa na Rais mbobezi Jemedari Jembe, kiongozi imara Daktari Samia Suluhu Hassan. Kazi nyingine kubwa aliyoifanya ni kuweka mazingira uwezeshi ya kimkakati kuhakikisha maendeleo endelevu yanapatikana katika nchi nzima ya Tanzania. Na ndio maana makaa ya mawe ambayo yalikuwa hapa Mwepai tumekaa nao miaka yote toka wakati wa uhuru na hakuna mtu aliyekuja huku. Ni kwa sababu ya uongozi mzuri, uimara wa Chama cha Mapinduzi, sera zake imara, mipango yake ya kimkakati na uchachuzi wa uchumi kwa kuangalia fursa zilizopo katika kona zote nchini. Hapa Mwepai tumejikuta tumepata uwekezaji mkubwa wa sekta ya madini, na sekta ya madini inayoongoza hapa Mwepai ni makaa ya mawe yanayochimbuliwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali duniani. Fedha zinazouza makaa ya mawe huko, kodi zinazochukuliwa, ndio hizi ambazo leo tunaziomba zije kusaidia kuleta maendeleo kwenye kijiji chetu cha Mwepai. Piga makofi mengi kwa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ninaomba niwathibitishie, kwa sababu ninyi ni miongoni mwa vijiji ambavyo vinachangia pato la taifa kwa kiasi kikubwa kupitia kwenye uwekezaji huu unaotokana na makaa ya mawe. Mgombea udiwani amepiga magoti kwa heshima na kukumbusha habari ya barabara. Ilani ya uchaguzi imeamua kutenga fedha ya kutosha kuhakikisha sasa barabara yetu kutoka Mgazini mpaka Mwepai na kutoka Peramiho kuja Mgazini inatengenezwa na inapitika mwaka mzima, na maeneo korofi tumeamua sasa tuyajenge kwa kuweka zege. Na tumeyaona, tumeyashuhudia maeneo korofi. Sipate hofu. Chagua ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa kuamua kumpa kura nyingi James, kumpa kura za ndio Jenista, na kumpa kura nyingi Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa urais. Hamtajuta. Tumejipanga kwa kweli, hapana chezea. Ni lazima mwaka huu kieleweke. Ni lazima kipindi cha ilani ya uchaguzi miaka 5 kieleweke. Ni kwa mustakabali huo Mwepai mmekuwa ni kituo cha uwekezaji, mahala ambapo yanapatikana makaa ya mawe na yanachimbwa. Na baada ya kugundua ninyi pia mnachangia kiasi kikubwa pato la taifa, naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mgombea udiwani, serikali imemaliza upembuzi yakinifu wa mradi wa maji mkubwa na imeamua kutenga fedha za Kitanzania zisizopungua bilioni 2.1 ili maji yapatikane hapa Mwepai. Mradi huu utakuwa mkubwa, na maji haya tunataka kuyatoa kwenye mto Njalila yaweze kuja hapa, yaweze kufika kwenye vitongoji vyote mpaka Maotoka mpaka Lumecha. Tunataka maji yapatikane. Nani kama Chama cha Mapinduzi? Nani kama CCM? Wewe kimong'omong'o, nani kama CCM? Hayupo.
CCM oye! CCM oye! Tumeamua hivyo, lakini tunajua tumefanikiwa kusambaza umeme na kuufikisha hapa Mwepai, lakini tunatamani umeme uende vitongoji vyote. Zamu inayofuata sasa hivi ni umeme kuufikisha Mautoka, na wao tunatamani wapate umeme. Lakini jambo kubwa tunaloendelea kukumbusha ni mahusiano bora yenye kuheshimiana kati ya wafugaji na wakulima. Hatutakubali na ataleta fujo kwa mfugaji, tutachukua hatua, na ilani inatueleza ni lazima kuchukua hatua kukomesha migogoro. Hatutafurahi na wala hatutazamii na hatutakubali kama kuna mfugaji atataka kumnyanyasa mkulima. Nchi hii ni nchi inayoongozwa na katiba, uhuru wa watu kuishi, lakini uhuru wa watu kuishi unaendana na sheria. Kila mmoja anapoenda kuishi afuate sheria, taratibu na sheria. Ni wito wangu kwa wakulima kuendelea kufuata sheria na taratibu ili kuheshimu sheria za nchi na kuishi vizuri na wafugaji, na ni wito wangu kwa wafugaji kutii sheria na kuishi vizuri na wakulima bila kuzalisha migogoro isiyo ya lazima. Wakulima na wafugaji wote tunategemeana. Maendeleo ya nchi hii yatajengwa na watu wote kwa pamoja kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeeleza wazi haitakuwa tayari kuvumilia migogoro ya Watanzania kundi moja na jingine bila sababu ya msingi. Ninawaomba sana, tukifanya mzaa mwisho wake tutapata matatizo. Twendeni tuungane pamoja kupitia ilani ya uchaguzi katika kuondoa migogoro. Tubaini wale ambao ni vyanzo vya migogoro ili tuweze kuifanya Mwepai iwe salama. Piga makofi mengi kwa Mwepai yetu. CCM oye! Tumejenga zahanati, tutaendelea kuiboresha. Tumeendelea kuboresha